kutoka mahali tulipoachia wakati uliopita. Tunajifunza kupitia kwa waraka kwa Wahebrania, na nafikiri kwa majuma matatu tumekuwa tukiangalia sura ya 6 mstari wa 2, ambapo tuliona nguzo muhimu za mafunzo ya Kikristo, ama kwa kizungu ukisema unaweza sema principles of the doctrine of Jesus Christ. Na tukaona ni 6. Nguzo ya kwanza tukaona ni kutubu kutoka kwa kazi ambazo haziko hai. Tukaeleza ya kwamba ni kugeuka kutokana na maisha ya dhambi na kuingia katika maisha ya haki na kumtumikia Mungu. Nguzo ya pili tukaona ni imani kwa Mungu, na tukaelekezwa na neno la Mungu katika huu waraka kwa Wahebrania sura ya 11 mstari wa 1 na wa 2. Tukaona imani ikielezewa, na tukaona ni sehemu 2. Sehemu ya kwanza ni kuwa na uhakika wa mambo ambayo hayaonekani. Kapeana mfano, kuwa na uhakika wa Mungu ambaye hatumuoni, kuwa na uhakika wa Roho Mtakatifu ambaye hatumuoni, kuwa na uhakika ya kwamba tumesamehewa dhambi zetu na tumeokoka, hata kama hatuna cheti cha kuonyesha ya kwamba tumeokoka. Na sehemu ya pili ya imani kwake Mungu tukaona kuwa ni uhakika, kutokuwa na shaka kuhusu mambo ambaye tumeahidiwa, mambo ambaye tunatumainia. Yaani kuwa na uhakika ya kwamba mambo ambaye tumeahidiwa na Mungu bila shaka yatakuja kutendeka. Mfano, Yesu alipokuwa akienda, ujumbe ambao aliachia wanafunzi wake ni ya kwamba jinsi ambavyo ameenda vile vile ndivyo atakavyorudi. Na akaambia wanafunzi wake mahali pengine ya kwamba nyumbani kwa Baba yake mna vyumba vingi, na anaenda kuwatengenezea mahali, na patakapokamilika atakuja kuwachukua. Na akawaambia, na kama sio hivyo ningewaambia sio hivyo. Tunaamini ya kwamba Kristo atalikujia kanisa lake takatifu, kama tutakuwa hai ama kama tutakuwa tumekufa. Ya kwamba kama atalikujia kanisa bado tukiwa hai, wale ambao watakuwa wametangulia kufa wakiwa haki mbele zake watafufuka kwanza, na wale ambao watakuwa wenye haki wakati Kristo analijia kanisa wataungana na wale ambao walikuwa wamekufa na kufufuka, wamulaki Bwana Yesu mawinguni, na tubaki naye milele na milele katika uwepo na utukufu wake. Imani, uhakika ya kwamba mambo ambayo tumeahidiwa yatakuja kutendeka. Jambo la tatu ambalo tuliangalia kwa upana ni mafunzo kuhusu mabatizo.
Na tukaona ya kwamba kupitia kwa Injili ya Mathayo 3 mstari wa 11 na 12 tukaona aina 3 za mabatizo: ubatizo wa maji, ubatizo wa Roho Mtakatifu na ubatizo wa moto. Ubatizo wa maji tukaona ya kwamba ni ule Yohana alikuwa anabatiza watu nao, ishara ya kwamba wametubu dhambi zao na wamempokea Yesu Kristo kama dhabihu ya ondoleo la dhambi. Wamemwamini kama aliyetumwa na Mungu kwa kuwapatanisha na Mungu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu tukaona ni ule ambao Yesu aliahidi wafuasi wake. Katika Injili ya Yohana 7 mstari wa 37 hadi 39, Yesu akiahidi Roho Mtakatifu kwa wale watakaomwamini. Na katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 hadi mstari wa 4 tukaona ahadi ya Roho Mtakatifu ikitimia kwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Na kuna jambo ambalo nilisema tuchunge sana tusichanganywe na wapinzani wa Biblia. Sababu wakati hapa Biblia inaongea kuhusu mafunzo kuhusu mabatizo, mwingine anaweza kuwa na ujanja kupeleka katika Waefeso, waraka wa Paulo kwa Waefeso sura ya 4 mstari wa 1 hadi mstari wa 6. Akwambie kwa nini hapa inaongea kuwa ubatizo ni mmoja. Tukaeleza ya kwamba hapa Paulo alikuwa anaongea kuhusu ubatizo wa maji ambao Yesu Kristo alielezea katika Mathayo sura ya 28 mstari wa 16, wakati wa wito mkuu, akiambia wanafunzi wake wahubirie watu na watakaoamini wabatizwe katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Na sasa tutaingia katika nguzo ya 4 ambaye ni kuwekelea mikono, laying of hands. Na ili tusipotee sana, wacha turudi tusome waraka wa Ebrania sura ya 6 mstari wa 1 na wa 2. Sababu kwa majuma kadhaa tumekuwa tukiangalia hiyo mistari miwili, sana sana mstari wa 2. Inasema hivi: kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tufikirie utimilifu. Tusiweke msingi tena wa kuzitubia kazi zisizo na uhai, na wakuwa na imani kwa Mungu, na wa mafundisho ya mabatizo na kuwekea mikono na kufufuliwa wafu na hukumu ya milele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sasa nimeongea kuhusu nimetaja juu kuhusu kutubu kutokana kwa kazi ambazo haziko hai, imani kwake Mungu, mafunzo ya mabatizo. Leo tutaongelea kuhusu kuwekelea watu mikono, na tutakuwa tumebakisha nguzo 2 ambazo ni kufufuliwa kwa wafu ama resurrection, na hukumu ya Mungu ijayo. Kwa hivyo wacha tuendelee kuangalia kuhusu mafunzo ya kuwekelea mikono.
Na jinsi ninavyosema hapa wakati mwingi, ni jambo ambalo linafaa. Na huo ndio unatakana uwe mtindo wa kufunza neno la Mungu. Kuacha neno la Mungu lijieleze lenyewe, ama kuelezea neno la Mungu kupitia kwa neno la Mungu. Tusiweke mawazo yetu, tusiweke matarajio yetu. Na ni jambo la kuofisha sana, sababu wakati huu, na sipingi mambo ya watu kuandika vitabu vya Kikristo. Ni jambo la muhimu na ni sawa, sababu ni njia moja ya kufunza. Lakini shida ni kuwa kuna watu wanachukua maandishi ambayo yameandikwa na watu binafsi, wanaiinua kuliko Biblia, ama maandishi ambayo yameandikwa na mtu binafsi kwa wafuasi wake, kwa wale ambao pengine wako chini ya dini ama dhehebu ambayo anasimamia ama aliwahi simamia. Wanapa hayo maandishi mamlaka kuliko neno la Mungu, na haifai. Msingi wetu unafaa ukue neno la Mungu. Ukiangalia kuhusu kuwekelea mikono, ni jambo ambalo limekuwa hata katika Agano la Kale, na linaonekana vizuri katika kitabu cha Mwanzo, Genesis sura ya 48. Hatutasoma sababu ya wakati. Ukipata nafasi yako unaweza enda usome. Utaona Yakobo, wakati siku zake za mwisho zilikuwa zimekaribia, aliwaita vijana wake na akawabariki kwa kuwawekelea mikono. Kwa hivyo mambo ya kuwekelea mikono sio jambo ambalo limetokana na watu humu katikati. Ni jambo ambalo liko katika mwanzo wa neno la Mungu. Ukenda pia katika kitabu cha Hesabu. Kwa hivyo katika kitabu cha Genesis chapter 48 tunaona kuwekelea mikono ikiandamanishwa na mtu kubariki wanawe. Tukienda katika kitabu cha Hesabu ama Numbers, na hapo tutasoma katika kitabu cha Hesabu ama Numbers sura ya 27 mstari wa 12 hadi mstari wa 23. Hesabu 27 kuanzia mstari wa 12 hadi mstari wa 23. Wacha nisome nikifululiza, lakini ningetaka utilie maanani mstari wa 16. Key verse 19. Lakini vizuri kusoma kwa upana kidogo ili tuweze kuelewa vizuri. Nianzie mstari wa 12. Bwana akamwambia Musa, panda wewe juu ya mlima huu wa Abarimu, uitazame nchi niliyowapa wana wa Israeli, na kuisha kuiona wewe, nawe utakusanyika pamoja na baba zako kama Haruni ndugu yake alivyokusanyika, kwa sababu muliasi juu ya neno langu katika jangwa la Sini wakati wa mateto ya mkutano, wala hamukunistahi hapo majini mbele ya macho yao,
Yaani maji hayo ndipo maji ya Meriba ya Kadeshi katika jangwa la Sini. Mstari wa 15. Musa akanena na Bwana akisema, Bwana Mungu wa roho za wenye mwili wote, na aweke mtu juu ya mkutano, atakaye toka mbele yao na kuingia mbele yao, atakaye waongoza watokapo na kuwaleta ndani, ili mkutano wa Bwana wasiwe kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akamwambia Musa, mtwae Yoshua mwana wa Nuni, mtu mwenye roho ndani yake, ukamwekee mkono wako, kisha ukamweke mbele ya Eleazari kuhani na mbele ya mkutano wote, ukampe mausia mbele ya macho yao, nawe utaweka juu yake sehemu ya heshima yako, ili mkutano wote na wana wa Israeli wapate kutii. Aya, mstari wa 21. Naye atasimama mbele ya Eleazari kuhani, naye akamuulizia kwa hukumu ya ile Urimu mbele za Bwana. Kwa neno lake watatoka na kwa neno lake wataingia, yeye na wana wa Israeli wote pamoja naye, mkutano wote pia. Musa akafanya kama Bwana alivyomwamuru. Akamtoa Yoshua, akaweka mbele ya Eleazari kuhani na mbele ya makutano yote, kisha akamweka mikono yake juu yake, akampa mausia kama Bwana alivyosema kwa mkono wa Musa. Naona? Hebu turudi mstari wa 18. Mstari wa 18 inasema nini? Bwana akamwambia Musa, mtoe Yoshua mwana wa Haruni, mtu mwenye roho ndani yake, ukamwekee mkono wako, kisha ukamweke mbele za makuhani na mbele ya makutano wote, ukampe mausia mbele ya macho yao. Twende sasa katika mstari wa 23. Kisha akaweka mkono yake juu yake, akampa mausia kama Bwana alivyosema kwa mkono wa Musa. Unaona, katika mstari wa 18 tunaona Musa akielekezwa ama akiamrishwa na Mungu jinsi atakavyofanya kwa Yoshua mwana wa Nuni. Atamchukua mbele ya makutano, awekelee mikono yake juu yake na ampe mawasia. Na katika mstari wa 23 tumeona Musa akifanya jinsi ambavyo Mungu alikuwa amemwamuru. Yaani Musa anamwekelea Yoshua mikono, sababu tumeona Mungu alimwambia kwamba ataona nchi ya ahadi, lakini hatafika ile nchi sababu ya uasi ambao ulifanyika. Kumbuka kuna wakati Musa aliambiwa anenee jiwe litoe maji, kwa ghadhabu akaligonga. Hiyo ndio imefanya aambiwe ya kwamba hatafika katika nchi ya ahadi. Akaambiwa ataona kwa macho, ataaga, na baada ya kuaga, ili umati ama watu wa Mungu wasiwe kama kondoo wasio na mchungaji, Yoshua akateuliwa kama kiongozi wa Waisraeli baada ya Musa. Sasa tunaona Musa anaamrishwa na Mungu achukue Yoshua mbele ya mkutano, awekelee mikono yake juu yake na ampe mausia ama mamlaka ya uongozi juu ya Waisraeli. Kwa hivyo tunaona
kupitia kwa Biblia, kuwekelea mikono ikiambatanishwa na kupeana mamlaka ya kiungu. Kipenda kwa kizungu transfer of spiritual authority ama godly authority. Wacha tuendelee. Ukiangalia bado katika kitabu hicho cha Hesabu, Numbers sura ya 8. Mstari wa 5 hadi mstari wa 16. Numbers chapter 8 from verse 5 to verse 16. Na unajua kusoma hivi kwa upana inaonekana kama inachukua muda na inaonekana kama inachosha. Lakini ni njia mzuri sana ndio tuweze kuwa na msingi thabiti kuhusiana na neno la Mungu. Ndio mtu asikuje kukuletea mafunzo mengine kuhusiana na kuwekelea mikono ama mambo mengine ambayo yako katika Biblia, mafunzo ambaye hayaambatani. Wacha nisome Hesabu 8 mstari wa 5 hadi mstari wa 16. Tasoma nikifululiza. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, watwae Walawi na kuondoa kati ya wana wa Israeli, kisha uwatakase. Nawe utawafanyia mambo haya ili kuwatakasa. Nyunyiza juu yao maji yatakasayo dhambi, na wajinyoe kwa wembe mwili wote, kisha wazifue nguo zao na kujitakasa. Kisha na watwae ng'ombe mme mmoja mchanga, na sadaka yake ya unga mwembamba uliochanganywa na mafuta. Nawe utatoa ng'ombe mme mchanga mwingine kuwa sadaka ya dhambi. Nawe utahudhurisha Walawi mbele ya hema ya kukutania. Nawe utaukutanisha mkutano wote wa wana wa Israeli. Nawe utahudhurisha Walawi mbele za Bwana. Kisha wana wa Israeli wataweka mikono yao juu ya Walawi. Naye Haruni atawasongeza Walawi mbele za Bwana, nawe sadaka ya kutikishwa kwa ajili ya wana wa Israeli, ili wawawe kufanya utumishi wa Bwana. Kisha Walawi wataweka mikono yao juu ya vichwa vya hao ng'ombe, nawe umtoe mmoja kuwa sadaka ya dhambi kwa Bwana, na huyo wa pili awe sadaka ya kuteketezwa, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya Walawi. Kisha utaweka Walawi mbele ya Haruni na mbele ya wanawe, na kuwasongesha kwa Bwana wawe sadaka ya kutikiswa. Ndivyo utakavyowatenga Walawi na kuwatoa katika wana wa Israeli, na Walawi watakuwa wangu. Kisha baadaye Walawi wataingia ndani ili kufanya utumishi wa hema ya kukutania. Nawe utawatakasa na kuwasongesha wawe sadaka ya kutikishwa. Kama umefuata vizuri tunavyosoma hapo, kuna mara mbili ambazo tunaonyesha mambo ya kuwekelea mikono. Tunaona wakati Walawi walitolewa ama walitwaliwa miongoni mwa Waisraeli, wana wa Israeli waliwekea mikono yao juu ya Walawi, jambo la kwanza. Na jambo la pili, umati ama Waisraeli kwa jumla waliwekelea mikono yao kwa Walawi, wakiwapeana
ili wawe wahudumu katika madhabahu ya Mungu. Kisha tunaona hawa Walawi, wakati ndama mchanga mmoja wa sadaka ya kuteketezwa, waliweka mikono yao juu ya huyo ndama mchanga, ishara ya kuhamisha dhambi zao kutoka kwao na kuzipeleka kwa huyu ndama wa kuteketezwa. Kwa hivyo tunaona mambo mawili hapo: kuwekelea mikono kama ishara ya kuwa nimekupeana, tumekuachilia kwa kazi ya Bwana. Kwa Kizungu inasema consecration unto the Lord, kama vile ambavyo Ana alipeana Samueli kwa kumhudumia Mungu, sababu alikuwa ameambia Mungu atakapompa mtoto na awe mtoto wa kijana, atamrudisha ahudumu katika nyumba ya Bwana. Sasa hapa naye tunaona Waisraeli wote wamewekelea mikono kwa kabila la Lawi kuwapeana wawe wakihudumu katika madhabahu ya Bwana. Sasa sehemu ya pili, hawa ambao wamepeanwa wahudumu katika madhabahu ya Bwana, sababu kuhani ama ambaye alikuwa anafanya kazi katika madhabahu ya Bwana, sababu alikuwa mwanadamu na kila mwanadamu ako na udhaifu wake, kabla atoe dhabihu ya dhambi ama sadaka yoyote ama matoleo yoyote ama dhabihu yoyote kwa ajili ya Waisraeli, alifaa atoe dhabihu yake ya dhambi kwanza, ili asamewe dhambi zake na ili sadaka ama dhabihu yake atakayoifanya kwa niaba ya Waisraeli iweze kukubalika. Kwa hivyo kuwekelea mikono kwa Walawi juu ya huyu ndama mchanga ni ishara ya kuonyesha kuhamisha dhambi kutoka kwa mwenye anatoa hiyo dhabihu iende kwa dhabihu yenyewe, dhabihu ya dhambi, ili iende kuteketezwa. Nafikiri tunaenda tukiona tena. Wacha turudi katika kitabu cha Walawi ama Leviticus 16 mstari wa 20 hadi 22. Leviticus 16 20 to 22. Wacha nisome nikifululiza. Walawi 16 mstari wa 20 hadi 22. Biblia inasema hivi: naye akiisha kufanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu na hema ya kukutania na madhabahu, atamleta yule mbuzi aliye hai, na Haruni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha yule mbuzi aliye hai na kuugama juu ya uovu wote wa wana wa Israeli na makosa yao, naam, dhambi zao zote, na ataziweka juu ya kichwa chake yule mbuzi. Kisha atampeleka aende jangwani kwa mkono wa mtu aliye tayari, na yule mbuzi atachukua juu yake uovu wao wote mpaka nchi isiyo watu, naye atamwacha mbuzi jangwani. Hapa ni maelezo jinsi ambavyo kuhani mkuu alikuwa takana afanye wakati wa siku ya upatanisho
ama the Day of Atonement. Kulikuwa na mbuzi wawili ambao walikuwa watolewe kama kafara. Moja alikuwa anaitwa scapegoat. Huyo ambaye tunaona Aroni aliambiwa ama kuhani mkuu anawekelea mikono yake miwili juu ya kichwa cha yule mbuzi, ili maovu na makosa na dhambi zote za Waisraeli ziwe juu ya huyo mbuzi, ama ikae ishara ya kwamba hizo dhambi zimehamishwa kwa huyo mbuzi, the scapegoat. Kisha huyo mbuzi ikishafanyika hivyo, anaongozwa na mtu aliye tayari, mtu ambaye anafaa. Anampeleka jangwani, anamsindikisha, anaenda anamwacha huko, kumaanisha kwamba dhambi za watu wa Israeli zote ambazo wamefanya kwa huo mwaka mpaka hiyo siku ya upatanisho zimeondolewa na zimeenda. Kwa hivyo tunaona hii ni sawasawa tu na ile ambaye tumeona katika kitabu cha Hesabu, yaani kuwekelea mikono juu ya mnyama wa dhabihu kama ishara ya kuhamisha dhambi kutoka kwa watu mpaka kwa mnyama ambaye anatolewa dhabihu. Nafikiri tunaelewana. Kuwekelea mikono. Sasa hiyo tumeona mambo ya kuwekelewa mikono katika Agano la Kale. Wacha sasa tuone mambo ya kuwekelea mikono katika Agano Jipya. Hebu tusome katika Injili kulingana na Marko ama Marko 8:22 hadi 25. Mark 8:22-25. Tuone sasa mambo ya kuwekelea mikono katika Agano Jipya ama New Testament. Biblia inasema nini? Inasema hivi, kianzia mstari wa 22. Wakafika Bethsaida, wakamleta kipofu, wakamsihi amguze, yani wakamsihi Yesu amguze. Akamshika mkono yule kipofu, akamchukua nje ya kijiji, akamtemea mate ya macho, akamwekelea mikono yake, akamuuliza, waona kitu? Akatazama juu, akasema, naona watu kama miti inakwenda. Ndipo akaweka tena mikono yake juu ya macho yake, naye akatazama sana, akawa mzima, akaona vyote wazi wazi. Hapa tunaona Yesu Kristo akiwekelea mikono yake kwa mtu ambaye alikuwa kipofu na akamponya. Hilo ni jambo ambalo liko wazi, limejieleza. Yesu Kristo akiwekelea mikono yake kwa kipofu kwa ajili ya kumponya. Tusome Mathayo 19, ama bado twende tusome hapo tu Marko sura ya 10 mstari wa 13 hadi 16. Mark 10 verse 13 to 16.
Basi wakamletea watoto wadogo ili waguze. Wanafunzi wake wakamkemea. Ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, wacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amini nawaambieni, yeyote asiyekubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. Akawakumbatia na akaweka mikono yake juu yao akawabariki. Ni wazi, Yesu akiweka mikono yake juu ya watoto na kuwabariki. Tukisoma tena, twende katika tu hiyo Marko bado, sura ya 16, mstari wa 15 na 18. Wito mkuu, the Great Commission. Wacha nisome. Marko 16 mstari wa 15 hadi 18. Inasema hivi. Akawaambia, yani Yesu akaambia wanafunzi wake, endeni ulimwengu wote, mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na watapata afya. Bwana asifiwe. Hapa mstari wa muhimu ama key verse ni mstari wa 18. Sehemu yake ya mwisho. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya ama watapona. Na ukienda ukisoma kwa Biblia ya Kizungu inasema hivi, they shall lay hands on the sick and they shall get well. Unajua, wakati nilikuwa natengeneza haya mafunzo, sababu katika Biblia tunaona watu ambao wamepona bila kuwekelewa mikono. Na pia kuna watu ambao wamepona na kupokea uponyaji kwa kuwekelewa mikono. Sasa nikaanza kujiuliza, ili jina shall linamaanisha ni lazima. Sasa nikaanza kujiuliza, itakuwaje? Sababu mtu anaweza kukutuma ama kukupigia simu akwambie, mchungaji ama ndugu ama dada katika Kristo, nimeugua, niko katika hali mbaya, naomba ya kwamba unikumbuke katika maombi. Na uombe na huyo mtu apone. Sasa nilikuwa najiuliza hapa, na sasa sababu imeandikwa shall, kumaanisha huyo mtu hata kama nitaomba na apone, hata kuwa ameponywa sababu ya maombi ambaye imeombwa. Lakini nikashukuru Mungu, sababu najua Kizungu mimi ni lugha yangu ya tatu. Kwa hivyo wakati ninatengeneza mafunzo, ninaangalia sana dictionary. Nikasema hapana, wacha nitafute maana ya hili neno shall kwa Kizungu. Na nashukuru Mungu sababu nilipata mahali kuna maelezo
mapana, na ikaeleza ya kwamba hili neno shall katika mambo ya kiofisi, katika mambo pengine kotini, katika mambo ya kisheria, inamaanisha ni lazima. Lakini kwa hali za kawaida tu inatumika kama pendekezo ama kuonyesha uwezekano. Na nikashukuru Mungu sababu ule usumbufu nilikuwa nao kuhusu hii sehemu ya maandiko, kupitia kwa hayo maelezo ya kamusi nikajua ya kwamba hili neno shall kwa hapa Marko 16 inadhihirisha ya kwamba ama Yesu alikuwa anapendekeza ya kwamba ama anaonesha kuna uwezekano wakati mnaombea watu mnawawekea mikono nao watapona. Na bado katika haya maandiko, hebu turudi nyuma katika tu hiki kitabu cha Marko sura ya 5. Matthew chapter 5 22 to 23. Tuone venye neno la Mungu linaelezea kuhusu uponyaji bila kuwekelewa mikono. Marko 5 mstari wa 22 na 23. Biblia inasema hivi: akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata alipomwona akaanguka miguuni pake, akamsihi sana akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Akaenda pamoja naye. Mkutano mkuu wakamfuata wakimsonga naye. Unaona hapo, huyu Yairo ambaye ni kiongozi wa sinagogi aliomba Yesu aende awekelee msichana wake mdogo mkono ili aweze kuishi. Na kumbuka, huyu ndiye binti ambaye Yesu alikuja kufufua baadaye, sababu by the time wafike alikuwa ameshaaga. Sasa hapo tu tumesoma tuone ya kwamba kuna watu walikuwa naamini ya kwamba lazima mgonjwa awekelee mikono ndio apone. Hiyo tujue namna hiyo. Wacha sasa twende kwa Mathayo. Matthew chapter 8. Mathayo 8 mstari wa 5 hadi 18. Matthew chapter 8 verse 5 to 13. Tasoma nikifululiza pia. Hata alipoingia Kapernaumu, akida mmoja aliyemjia. Akida ni msimamizi wa maaskari. Akamsihi akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. So nasikia huyu mkubwa wa askari amekutana na Yesu
anaomba uponyaji kwa mtumishi wake mmoja. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Haya, tuendelee mstari wa 8. Yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu fanya hivi, hufanya. Yesu aliposikia haya alistaajabu, akamwambia wale waliomfuata, amini nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Nami namwambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni. Bali wana wa ufalme watatupwa katika giza la nje, ndio kutakuwako kilio cha kusaga meno. Naye akamwambia yule akida, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona saa ile. Unaona, huyu mkubwa wa askari wakati aliomba Yesu uponyaji wa mtumishi wake, Yesu akamwambia ataenda. Naye huyu mtumishi akamwambia Yesu haustahili kuja chini ya dari langu ama chini ya paa langu. Akasema, mimi niko chini ya mamlaka na kuna wale ambao wako chini yangu. Nikiambia mtumishi aliye chini yangu kuja, anakuja. Nikimwambia enda, anaenda. Nikimwambia fanya hivi, anafanya. Kuonyesha ya kwamba Yesu, huyu mtu alikuwa anaamini jinsi ambavyo yeye yako na mamlaka kwa wale ambao wako chini yake, na alikuwa na uwezo wa kuamuru wafanya na wanafanya. Huyu mtu aliamini ya kwamba Yesu ana mamlaka juu ya magonjwa, ana mamlaka juu ya nguvu za uponyaji, na haikuwa lazima Yesu aende mpaka kwake nyumbani. Huyu mtu imani yake ilikuwa thabiti ya kwamba sio lazima Yesu aende pale. Hata akisema neno la uponyaji, uponyaji utafanyika. Na tumeona ya kwamba alipoambiwa aende na akaambiwa, Yesu akamwambia, na ifanyike kama ulivyoamini. Na ukisoma hapo mbele, akienda atapata ya kwamba mtumishi wake amepona. Na anapouliza alipona saa ngapi, ni ile ile saa ambayo Yesu alimwambia enda, na ifanyike kama unavyoamini. Kwa hivyo katika Marko 5:22-23 tunaona mtu ambaye anaamini lazima Yesu aende pale, awekelee msichana wangu mkono ndio aweze kupona. Na kweli kuna watu ambao Yesu aliwekelea mikono ndio wapone. Na sasa hapa ambaye tumesoma katika Mathayo 8:5 hadi 13, tunaona ya kwamba kuna watu ambao walikuwa na imani ya kwamba sio lazima Yesu aje mahali niko, sio lazima Yesu aje mpaka mahali mgonjwa yuko. Mtu anaweza pona hata bila kuwekelewa mikono. Unaona? Sasa ndio nikashukuru Mungu na nikaona hakika hili neno shall. Wakati Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake hivi, alikuwa anawaambia mnaweza.
kuwekelea watu mikono ndio wapone. Lakini hakumaanisha ya kwamba lazima watu wawekelewe mikono ndio wapone. Hakuna ubaya, hakuna shida ya kuwekelea watu mikono wakati unaoombea. Haina shida. Lakini wewe naye kama hakuna uwezekano wa kuwekelewa mikono, ama anayekuombea asipokuwekelea mikono, usione ya kwamba ombi lako halitajibiwa. Watawekelea. Yani sasa niseme kwa njia ambayo inaeleweka, Yesu aliambia wanafunzi wake, mnaweza wekelea watu mikono. Kuna uwezekano wa kuwekelea watu mikono na wapone, lakini hakumaanisha lazima. Sababu hata tukiendelea katika hili Agano Jipya, lakini nafikiri sababu ya wakati wacha tusisome sana. Wacha nitaje tu sehemu za maandiko. Ukisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 12 na sura ya 28 mstari wa 8, utaona mitume wakiekelea watu mikono na wanapokea uponyaji. Ukisoma pia katika Matendo ya Mitume 8 mstari wa 18, utaona mitume wakiwekelea watu mikono na wanapokea Roho Mtakatifu. Ukisoma katika Matendo ya Mitume 6 mstari wa 6, na pia sura ya 14 mstari wa 12, na pia katika waraka wa kwanza wa Timotheo 4 mstari wa 14, utaona watu wakichukuliwa ama wakitumwa kwa huduma wakiwekelewa mikono. Yani wakati wa ordination ama commissioning. Nikimaliza kuhusu kuwekelea mikono, jina la Kiyahudi ama Kihibrania la kuwekelea mikono ni semiha. Sijui ni semaika ama ni nini, semiha. Hiyo ndio jina ya Kihibrania inayomaanisha kuwekelea mikono. Na katika Wahibrania kuwekelea mikono ilikuwa ishara inayoonekana ambaye ilikuwa inasimamia ama inaonyesha uhamisho wa mamlaka ya kiroho ama ya kiungu, ama nguvu, ama hekima, ama busara, ama kubariki, ama kutenga, ama kuteua kwa ajili ya kazi ya Mungu katika Wayahudi, katika Agano la Kale. Na tumeangalia na tumeona. Sasa katika Agano Jipya tumeona semaika ama kuwekelea mikono ilikuwa inatumika wakati wa kuponya. Ilikuwa inatumika wakati wa watu kupokea Roho Mtakatifu. Ilikuwa inatumika wakati wa kuteua watu katika huduma, na mambo mengine ambaye tumeona. Sasa ukijumuisha haya mambo yote yaliyoko katika Agano la Kale na yaliyoko katika Agano Jipya kuhusiana na kuwekelea mikono, ningetaka ujue hivi: ni ishara. Sababu
katika Agano Jipya, hata katika Agano la Kale. Mfano, tumeona ya kwamba kuwekelewa mkono ni ishara ya kuhamisha ama kupeana mamlaka ya kiroho ama ya kiungu. Ni ukweli. Lakini bado katika Agano la Kale kuna watumishi wa Mungu ambaye hawakuwekelewa mikono. Najua pengine unashangaa. Wacha nikuulize, Musa aliwekelewa mikono na nani? Na alihudumia Mungu kwa njia iliyo kuu. Hakuwekelewa mikono. Ukikuja katika Agano Jipya, kuna watu ambao walipokea uponyaji bila kuwekelewa mikono. Na kuna watu walipokea uponyaji kwa kuwekelewa mikono. Kuna watu walipokea Roho Mtakatifu kwa kuwekelewa mikono. Na kuna watu walipokea Roho Mtakatifu bila kuwekelewa mikono. Hata wanafunzi wake Yesu Kristo alipokuwa akiwaita, hakuwawekelea mikono kwa commission. Alikuwa anawaambia kama wale ambao walikuwa wavuvi wa samaki, anawaambia, nifuateni, nitawafanya wavuvi wa watu. Anapata mwingine anawaambia, kuja nifuate. Na haikuwazuia kufanya kazi ambayo wamefanya. Sababu sisi ni matunda ya kazi ambao wale mitume walifanya, na waliitwa na Yesu bila kuwekelewa mikono. Vile vile kuna watu katika Agano Jipya waliteuliwa na wakawekelewa mikono. Ikianza na Mathia ambaye alichukua nafasi ya Judas. Aliwekelewa mikono. Kuna watu ambao wamehudumu bila kuwekelewa mikono. Na kuna watu ambao wamewekelewa mikono ndio wahudumu. Kwa nini nasema hivyo? Sababu ili tuweze kuelewa, hii mambo ya kuwekelewa mikono ni ishara ambayo inadhihirisha jambo fulani. Na hata katika hizi nyakati tunaishi, kuna watu wameombewa na wamewekelewa mikono wapone na hawajapona. Wametapeliwa. Ama sio Mungu alisema. Na kuna watu wamewekelewa mikono na wamepona na wamepokea Roho Mtakatifu. Vile vile kuna watu ambao hawajawekelewa mikono na wamepona na wengine wamepokea Roho Mtakatifu. Kumaanisha mambo ya kuwekelea mikono, mafunzo ya kuwekelea watu mikono ni wazi. Sio lazima uwekelewe mkono. Tujue hivyo. Na pia ukiwekelewa mikono sio vibaya. Lakini ukweli ni huu. Unaweza kuwa na hiyo, umewekewa hiyo ishara ya mikono na ikose maana. Kwa mfano, kama mimi sina kipawa cha uponyaji, hata nikikuwekelea mikono hata miguu, na sina hiyo karama ya uponyaji, ama Mungu hajanielekeza,
hiyo kuwekelewa mikono itakuwa bure. Tumeona pia kuwekelewa mikono ikiwa ishara ya kupokea mtu ama kukubali mtu ama kumtuma katika huduma. Lakini kama wewe ni mkora, kama wewe hujaokoka, na mwenye anakuwekelea mikono pia ni tapeli kama wewe, mkora kama wewe, haitakubadilisha kuwa mtumishi wa kweli wa Mungu. Vile vile, kama wewe uko na kipawa ama karama ya utumishi, na kwa sababu moja ama ingine ukose kuwekelewa mikono, hiyo jambo haibadilishi kuwa wewe sio mtumishi wa Mungu. Sababu siku hizi nashangaa ile utapeli na ukora na ufisadi uko katika kanisa ama dini. Hata Mungu ni wa rehema nyingi. Sababu unasikia mtu anakuambia, mimi nilikuwa nataka kuhudumu chini ya mtu fulani ama dhehebu fulani, lakini nimeamua ndio nifunguliwe kanisa na nitawazwe, nitafute shilingi 200,000 ama nitafute 150,000 ama 100,000 ama 50,000, lakini sababu sijapata ndio sababu si hudumu. Unaona? Sasa na tulisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, yule mtu alikuwa anaitwa sijui ni Bar-Jesus ama ni nani, ambaye alipelekea watumishi wa Mungu pesa aweze kununua kipawa. Na watumishi wa Mungu wakamwambia, wewe na pesa yako mpotelee hela. Lakini nashukuru Mungu sababu huyu mtu alikuja kuomba msamaha baadaye. Na hili jambo la kuwekelea mikono ama kutilia mafuta, vitu ambavyo ni ishara, ndio zimetumika sana kupoteza na kudanganya watu. Tunaambiwa tap anointing, ati lazima mtumishi wa Mungu akushike ama akuguze ndio mambo yako ifunguke. Na kumfikia pale ni process. Una book appointment, unalipa in advance, vitu kama hizo. Wacha tukue kama huyu msimamizi wa askari ambaye alisema haina haja, sio lazima uende ukawekelee mtumishi wangu mikono. Unahitajika tu uamrishe na mtumishi wangu atapona. Kwa hivyo kama wewe unasikia una wito, kama unasikia una kipawa cha kuhudumu katika ufalme wa Mungu, isikusumbue ya kwamba haujatawazwa, ati haujawekelewa mikono, haujatiliwa mafuta. Hizo zote ni ishara. Unaweza, na kuna wengi sana wamefanyiwa hizo ishara lakini hawana ukweli. Najua kwa mfano kama kutilia mafuta, ukiangalia katika Agano la Mungu la Kale, ilikuwa njia ya Mungu kuonyesha huyu ndiye niliyeteua. Naambia mtumishi wake kwa mfano Samueli, enda tilia mafuta Sauli, nimemteua kama mfalme wa Israeli. Akaambia Musa, enda tilia mafuta kwa Aroni na wanawe, nimewateua kama makuhani katika madhabahu yangu. Njia ya Mungu kuonyeshana ni huyu. Sasa
Mwanadamu akisema ni huyu na Mungu hajakubali, itakuwa na maana gani? Lakini kama Mungu amekuteua kama mfanyi kazi katika ufalme wake, hautakuwa na kijisababu cha kusema sikufanya sababu sikutiliwa mafuta. Hata sikufanya sababu sikuwekelewa mikono. Sikufanya sababu sikukuwa consecrated. Sikufanya sababu sikukuwa ordained. Sikufanya sababu sikukuwa commissioned. Hiyo sio kisababu. Ndugu yangu, dada yangu, amuka fanya kazi ambaye Mungu amekuitia. Nikimalizia, kuna hoja 3 nataka tushike. Hoja ya kwanza, kunaweza kuwa na ishara na ikose uhakika ama ukweli wa hiyo kitu ambayo inafaa kumaanisha. Na pia kunaweza kuwa mtu anaweza kuwa na kitu, anaweza kuwa na kipawa, anaweza kuwa na utendakazi, anaweza kuwa na karama hata bila ishara. Na jambo la 3, kunaweza kuwa ama kuna kuanga, utapata mtu ambaye ako na ishara na ako na uhakika na ako na ukweli wa ile ishara. Yaani kama kusema, unaweza pata mtu ya kwamba ameordainiwa na kweli Mungu amemkubali kama mtumishi katika kazi yake. Mtu anaweza wekelewa mikono, mtoto anaweza wekelewa mikono na baba yake na apate baraka. Vile vile mtoto anaweza wekelewa mikono na mzazi wake na akose baraka. Sababu kuwekelea mikono ni dhihirisho ama ni ombi ya kwamba haya mambo ambaye nimesema nikiwekelea huyu mtoto mikono, Mungu uweze kumtendea ama kuyatimiza. Huyo mtu akiishi katika njia za uungu, baraka za mzazi zitaandamana pamoja naye. Lakini hata ukiwekelewa mikono na watu uko mzima na hauendi katika njia za Mungu, utakuwa tu na ishara isiyo na uhalisia. Na ni vile vile katika mambo yote ambayo tumeorodhesha, ikiwa ishara ya kuwekelewa mikono. Kwa hivyo nashukuru Mungu sababu tumeweza kutamatisha kuhusu mafunzo kuhusu kuwekelea mikono. Mpaka wakati mwingine, Mungu azidi kuwa pamoja nasi.